Mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Na haya maneno yameandikwa katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 19 mstari ule wa 25. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Karibu, hii ni maombi asubuhi, na tuko katika challenge ya usomaji wa Biblia kwa siku 40 mfululizo, na siku 40 tuweze kuimaliza Biblia yote. Na leo tutakuwa na usomaji katika kitabu hiki cha Ayubu. Takisoma kitabu cha Ayubu na kuhakikisha kuwa chote tumeweza kukimaliza leo ifikapo saa 4 ya usiku. Mungu akutunze sana na Mungu akubariki sana. Na sasa nataka tuweze kuelewa maneno haya ya Ayubu katika Ayubu 19:25, anaosema najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Ayubu hakuzungumza maneno haya akiwa katika hali ya furaha. Alizungumza maneno haya akiwa anapita katikati ya changamoto, akiwa anapita kwenye magumu. Akasema najua, pamoja na yote ambayo yananikuta, pamoja na yote ambayo yananisibu, bado mteteaji wangu yu hai. Bado Mungu hajafa, bado yuko pamoja na mimi. Ninapita hapa, sitadumu. Ninapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitadumu. Ninapita kwenye hii changamoto, sitadumu kwenye hii changamoto. Ni pito tu, linapita, lina muda wa kuexpire. Kila tatizo kwa mwana wa Mungu hapa duniani lina muda wa kuisha. Lina muda wa kuisha. Matatizo hayadumu. Matatizo hayakai milele katika maisha yako. Matatizo ulio nayo yana kikomo chake. Na leo Mungu amekusudia kusimama aweze kukutetea juu ya kila shida ulio nayo, juu ya kila tatizo ulilo nalo, juu ya kila aina ya dhiki ulio nayo. Mungu yuko tayari kuleta msaada kutoka patakatifu pake, na yuko tayari kuiachilia neema yake katika maisha yako asubuhi hii ya leo. Mwana wa Mungu, tunapokwenda kuianza siku hii mpya, ujue moyoni mwako ya kuwa bado mteteaji wako yu hai. Yesu Kristo aliyekufa akazikwa, siku ya 3 akafufuka, anaishi mpaka leo. Yu hai. Yu hai kwa ajili yako, yu hai kwa ajili yangu. Kuna mahali anaweza kukupeleka palipo na neema zaidi. Hakuna kukata tamaa, hakuna kuvunjika moyo kwenye hizo kesi unazopitia, kwenye hayo matatizo, kwenye hiyo tabu unayoiona, kwenye hiyo dhiki unayoiona. Bado mteteaji wako yu hai. Bado Mungu wako yu hai. Anaishi, hajafa. Hakuna kukata tamaa, hakuna kurudi nyuma. Leo unapotoka na kwenda kwenye majukumu yako na shughuli zako, unapokwenda kwenye ibada, elewa tu ya kuwa mteteaji wako yu hai. Nenda kamwabudu Mungu kwa furaha. Nenda kamuombe kwa furaha sana, kwa kuwa yupo hai. Hii tarehe 8 iwe ni tarehe ya baraka. Hii tarehe 8 kama tulivyo kutangazia katika mwezi wa 3, zile baraka za mwezi wa 3, ya kwamba ni mwezi wa kutendewa mema na Bwana. Bwana akakutendee yaliyo mema. Mteteaji wako akakutendee yale yaliyo mema. Iwe baraka kwako na kwa familia yako, iwe baraka kwako na kwa watumishi wako, iwe baraka uingiapo na utokapo. Sema, Baba, katika jina la Yesu, Baba yangu, asubuhi ya leo ninakuinua, ninakutukuza, ninakushukuru. Umenilinda usiku kucha, umeniepusha na hatari za kila namna, umeniepusha na mikosi ya kila namna.
Ninasema ni asante mbele zako Mungu mwenye nguvu na uweza. Baba, ninashuka na kunyenyekea mbele zako nikiomba toba na rehema mahali ambapo nimekosa, mahali ambapo nimetenda uovu kwa upumbavu wangu, ninaomba toba na rehema. Mahali ambapo nilikata tamaa, mahali ambapo nilivunjika moyo, mahali ambapo nilirudi nyuma, mahali ambapo niliona hakuna nuru, mahali ambapo niliona giza, mahali ambapo niliona hakuna tumaini, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ninasimama kwenye zamu yangu, majira na wakati huu, ninaomba unirehemu. Sasa ninajua ya kuwa Bwana unaishi katikati yangu, unaishi kwenye maisha yangu. Bwana mteteaji wangu, wewe uko hai, wewe uko hai. Ingilia kati kila aina ya changamoto nilio nayo, ingilia kati kila aina ya mzigo nilio nao, ingilia kati Bwana, ninahitaji msaada wako. Bwana nitetee, mteteaji wangu, bado unaishi, bado uko hai, nitetee. Unazo nguvu za kunitoa katika majanga, unazo nguvu za kunitoa katika matatizo. Bwana, ninapoianza siku hii, ukanitetee katikati ya vita nilio nayo, ukanitetee katikati ya magonjwa, ukanitetee katikati ya aibu, ukanitetee katikati ya umasikini, ukanitetee katikati ya ufukara, ukanitetee. Mteteaji wangu uhai, najua mteteaji wangu yu hai Baba, katika jina la Yesu. Wewe uliyemtetea Ayubu, ukarudisha mali zake zilizopotea zaidi, nami Bwana ninakuomba unitetee, nami Jehova ninakuomba unitetee Bwana, unitetee mfalme wa wafalme. Usiniache Jehova Shama, usiniache Jehova Nisi. Mteteaji wangu uwe hai katika maisha yangu, ukaonekane na kudhihirika kwangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mungu mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, simama Bwana, thibitika na ijulikane ya kuwa uko. Baba, ninambariki aliye mtoto wako, ukamwongoze katika mema, ukamtetee katika kesi zake, ukamtetee Bwana dhidi ya maadui walioinuka juu yake siku ya leo. Bwana, akauone mkono wako uokoao, akauone mkono wako uvujao, na nuru yako Bwana iangaze kwake daima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninakataa mabaya kuinuka kwake. Bwana akubariki na kulinde. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akupe amani yake, uitwe heri na mbarikiwa katika siku njema hii ya leo. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, pokea baraka hii. Amen. Mwana wa Mungu, kama hujashirikisha wengine, hujaalika wengine, alika wengine katika madhabahu hii. Kila saa 11 tuna ibada hii ya maombi ya asubuhi. Ni kwa dakika chache tu tunasimama na kuomba pamoja kupitia Yawezekana TV YouTube, na Yawezekana TV TikTok. Na Mungu akubariki sana. Sambaza link ya kipindi hiki, share na kwa wengine, itakuwa baraka na ukafanyike baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Bwana akutetee, Bwana akutegemeze kwa mkono wake wa neema na rehema. Mungu akuonekanie. Langu jina ni Man of God William Mchome. Tulikuwa pamoja. Baki umebarikiwa. Amen.